dhidi ya Tabora United. Kama timu ya Azam FC, nyie kwa upande wenu mmejiandaaje kuelekea katika mchezo huo? Kama huwa tunajiandaa na mechi nyingine za karibu hii, tunajiandaa kisaikolojia, kimwili, na kila hali tunataka kujiandaa, na tunaendelea kujiandaa kwa sababu maandalizi hayajakwisha. Kesho ni siku nyingine maandalizi hadi mchezo utakapofika. Ndio, pengine kuelekea katika mchezo huo, morali ya wachezaji ipo vipi ukizingatia kwa hivi sasa mnashika nafasi ya 3 mkiwa na alama 57? Ipo kawaida kwa timu ambayo imejiandaa kushinda. Wachezaji wanaotaka mchezo sio kwa sababu wanaangaliaje Tabora, hapana. Ni mchezo muhimu, unapomaliza ligi lazima umalize vizuri. Huu ni mchezo wetu wa mwisho kwenye uwanja wa nyumbani. Huu ni mchezo wa kuaga mashabiki na kusema kwaheri kwa uwanja wetu kwa msimu huu. Kwa hiyo wanataka kushinda ili wauage uwanja wa nyumbani vizuri, na hiyo inajenga morali nzuri sana. Lakini pia tukija kwa upande wa aliyewahi kuwa mchezaji wenu kwa maana ya golikipa Aishi Manula, inasemekana msimu ujao anaweza karejea katika kikosi cha wanalambalamba Azam FC. Pengine ukweli wa taarifa hii upoje, Zaka za kazi? Hakuna ukweli hapo. Na hamna ukweli wa taarifa hiyo, kwamba ni tetesi tu za mitandaoni? Tunaona mitandaoni. Lakini pia mwandishi wa habari za michezo Afrika Mick Junior amebainisha kwamba kocha wa Al Hilal Omdurman Florent Benge anatarajiwa kutua katika kikosi cha wanalambalamba Azam FC kama kocha mkuu. Pengine tubainishie, kuna ukweli wowote wa taarifa hii? Kwa hiyo mambo mengi yanazungumzwa mitandaoni, kuna mengi yanasemwa. Sio kile unachokiona unaweza ukitolea ufafanuzi. Mwisho wa siku unaacha watu waongee, kwa sababu hii mitandao kuna watu wanatumia kama sehemu yao ya ajira. Ni ajira hivi, watu wanapata hela humo, wanapata hela kwa kutengeneza hivi vitu vidogo, stress nini, kuchafua watu wengine. Mambo mengi sana yanatumia mitandao. Kwa hiyo nadhani pia mitandao tuache huko mitandaoni, watu baki na maisha halisi. Kocha Rashid Taus anaweza kaendelea na klabu ya Azam FC kwa msimu ujao, au kuna taarifa zipi mpya? Ya msimu ujao hamna anayejua kwenye timu yetu. Tukianza kujadili msimu ujao kabisa, tunachojadili na gani tunamaliza hizi mechi zetu mbili zilizobaki. Kwa mambo ya msimu ujao hamna mmoja anayewaza kwa sasa. Hizi mechi mbili kote ni muhimu kuliko hata msimu ujao, kwa sababu hakuna mwenye kujua kesho kuna nini. Acha tumalizie tulichonacho leo, nini msimu huu. Kwa hiyo hizi mechi mbili kote ni za msingi sana, mambo mengine yote sio ya msingi sana. Pengine katika mchezo sasa wa Juni 18 dhidi ya Tabora United, kuna taarifa zozote za mchezaji fulani hata kuwepo, au taarifa zipoje? Wachezaji wote wapo tayari? Wachezaji wote wapo kamili kabisa, ambao wamepatikana mechi iliyopita au kamili. Wachezaji ambao hawapatikani ni wale ambao ni majeruhi kwa muda mrefu sana, kama Adolf Tafingwa, kipa Mohamed Mustafa, au ni majeruhi wa muda mrefu, lakini hakuna wa mechi iliyopita labda hivi na hivi, na mwisho tu sisi tutacheza basi. Basi jambo jema kweli kweli, Zaka za kazi. Pengine sasa tutamatishe, unawaambia nini mashabiki wa Azam FC kutoka kanda ya Ziwa kuelekea katika mchezo wa Juni 18? Ni moja ya kanda zetu imara sana ambao tunazitegemea, tuna tawi kila sehemu. Hivi karibuni pale mjini Mwanza pale Bugando kuna tawi litafunguliwa, watu washaanza harakati pale na mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo watu wa kanda ya Ziwa tunachowaambia ni kwamba tunataka tumalize msimu huu vizuri, lakini inshallah msimu ujao utakuwa bora sana kwetu, kwa sababu tumeshabaini mapungufu mengi sana. Lakini msimu huu kisha tutafanya tathmini ya kina kabisa ya kitaalamu, kuangalia msimu gani hapo kuna vitu, kuna vikwazo, ili kuweza kurekebisha kila kitu na msimu ujao uwe bora sana kwetu.